kama tunavyofahamu vitabu vyote vya dini vinasema wakumbukwe yatima na wajane, na sisi kama Chama cha Mapinduzi leo tumewakumbuka watoto hawa wa kituo cha Ilemela ambapo wanalelewa watoto yatima. Kwa hiyo tumetekeleza kwamba vitabu jinsi vinavyosema, ambacho sisi ni wajibu wetu au ni wajibu wa kila mmoja wetu kwenye jamii kuikumbuka jamii kutokana na uwezo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Kwa hiyo sisi tunajiona fahari sana kama Chama cha Mapinduzi, tuko karibu na jamii, lakini tukiangalia hata kauli mbiu yetu inasema kazi na utu. Kwa hiyo kazi na utu, ni utu wenyewe ni huu sasa, kwamba unaweza kuwa unafanya kazi nzuri na kubwa, lakini watu wakasema pamoja na kuwa unafanya kazi kubwa na nzuri lakini hana utu. Lakini hii sisi inatupelekea sasa kusema kabisa tunafanya kazi lakini na utu. Ndio maana hiki tumekuja kukifanya, ni kwa sababu tutimize sasa, tusiwe tu tunasema kazi na utu. Kazi na utu, utu upi ambao tunaufanya? Kwa hiyo hii ni moja ya utu, matokeo ya utu ambayo inatakiwa tuwafanye. Na mimi tu nichukue nafasi hii kumpongeza sana na kumshukuru sana katibu wetu mkuu Dr. Asha Balozi Rose Migiro kwa hili ambalo aliloliona na kuniagiza mimi, mwenyekiti, naomba upeleke sadaka hii, zawadi hii kwa hawa watoto. Tumejionea ni zawadi ya kutosha sana. Ni imani yangu watoto watasherehekea vizuri kama watoto wengine ambao wako manyumbani kwa watu wengine. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu kwa watu wengine mmoja mmoja, taasisi, vyama mbalimbali, nawe waige mambo kama haya mazuri ambayo sisi kama chama tunayatekeleza na kuyafanya, tukizingatia ile slogani yetu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa majina naitwa Shekhe Abdallah Omari Abdallah, ambaye ni mkuu msaidizi wa kituo cha kulea yatima hapa Ilemela. Kwanza kabisa tunapenda kushukuru, kutoa shukrani nyingi za dhati kwa niaba ya uongozi wangu wa kituo cha Islamic Yatima Foundation, kwa uongozi mzima wa Chama cha Mapinduzi, kwa kule kutusaidia chakula ambacho kitawasaidia watoto wetu. Kwa hakika chakula hiki kimetoka katika muda muafaka, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha maandalizi ya sikukuu. Kwa tuna imani kwamba watoto wetu katika kituo cha Ilemela sikukuu hii wataisherehekea kwa furaha ya hali ya juu sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba wadau wengine wote ambao wataguswa na kituo hiki, hichi ni kituo ambacho kimeanza muda mrefu sana. Tunaomba ndugu zangu, kituo hiki kiko hapa Ilemela, ni karibu sana na barabara kuu inayoenda airport, na kina watoto zaidi ya 100 ambao ni mayatima tunawalea hapa. Tunawatoa tofauti, kuna ambao ni mayatima wa baba, kuna ambao ni mayatima ambao wa mama, kuna mayatima ambao wametupwa, yani ni watu ambao wametupwa na watu, kituo kikawapokea na kuwalea, wapo humu ndani. Kwa tunaomba wadau, kila atakayeguswa na hali kama hii asisite kufika hapa kwa kuwashika mkono hawa watoto, kwa kutambua kama ni mchango mkubwa katika maisha yao na kujiona na wana furaha kama watu wenzao wengine wote. Kwa niaba ya uongozi wa kituo, kama nilivyosema, tunatoa shukrani nyingi za dhati kwa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, pia na kwa nyie ambao mmetembelea uongozi mzima wa media. Vile vile tunawaombea dua kwa Mwenyezi Mungu awabariki, awafanikishe katika mambo yenu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ruqayya Hassan Ramadhani. Tunashukuru sana kwa zawadi iliyoletwa na mwenyekiti wa CCM kwa niaba ya Dr. Asha Rose Migiro. Mungu awalipe kila la khairi kwa hichi mlichokileta. Asanteni sana. Na naihusia jamii jitahidi sana kuwasaidia wenye uhitaji, maana Allah anapenda wale ambao wanakuwa wanasaidia watu, na hata waacha nyuma, atawasaidia kimaendeleo yao ya kupata riziki na vinginevyo. Kwa majina naitwa Ashraf Hamed, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Ilemela Islamic Seminary School. Tunashukuru sana
kwa hichi kidogo mlichotuletea, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni kikubwa. Kwa niaba ya mwenyekiti mkuu wa CCM Taifa, nashukuru sana kwa hichi kidogo. Nashauri kwa wadau wale watakaopata fursa ya kusaidia wengine, basi wawasaidie, kwani wahitaji ni wengi katika jamii yetu tulikuwa nayo. Hali ya uhitaji wa kituo hichi ni mkubwa sana, kwani kuna baadhi tunafahamu kabisa hichi kituo ni cha kulelea watoto yatima, wengine familia zao ndio hivyo, ndipo hali duni. Kwa hiyo hawana budi kuleta msaada wao hapa ili kuwasaidia hawa vijana. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.